Mbingu walipokea siku ya Pentekoste uvuvio wa Roho Mtakatifu aliowachia, wanatakiwa waipeleke injili kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuokoa, tutoke kwa kila mtu wa wanafunzi, nazungumza na wanafunzi wa sasa. Ulipompokea Yesu Kristo na kuwa Mwokozi wa maisha yako, maana umefanyika kuwa kiumbe kingine. Umekuwa mtu mpya ndani ya Kristo. Kristo anakupa agizo kwenye Mathayo 28 mstari wa 19, anasema nendeni duniani kote, ulimwenguni kote, kwenye makabila yote na mataifa yote, maana mkaudhihirishe ulimwengu kile ulichonacho. Yeremia, ukisoma Yeremia sura ya 1, anakwambia kabla Yeremia hujazaliwa, mimi nalikujua ukiwa tumboni mwa mama yako. Nimekuchagua angali haujakuwa misingi ya dunia, haijakuwa kwa tafsiri nyingine. Mungu alimwandaa Yeremia kwa ajili ya kizazi kile cha jamii. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liwe sifa. Yeremia ananitetea kwa Bwana, mimi ni mtoto, nikawezaje kuifanya kazi? Lakini Bwana anamwambia nimekuchagua wewe. Maana kwa tafsiri nyingine, Bwana amekwisha kumpaka mafuta ayafae kwa ajili ya kizazi kile cha wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana liwe sifa. Amen. Sasa tunaona anasema, ukisoma sasa kwenye Yeremia 7 mstari wa 7, nitawezaje kutulia? Unawezaje kutulia ikiwa agizo la Kristo liko ndani yako? Kile kitu ambacho Mungu amekipanda ndani yako, anatamani uende kuusikitisha ulimwengu. Uende South Africa ukawaambia watu habari njema. Utoke Tanzania uende Marekani ukawaambia habari za Kristo. Yaani kila mtu katika sehemu yake, kila mtu katika eneo lake. Unawezaje kutulia ikiwa agizo la Kristo liko ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liwe sifa. Amen. Sasa watu wengi pale Mungu anapotaka kuanza kuwatumia, manake ukabili ulimwengu au ukijua ulimwengu, anasema Bwana, unanipelekaje mahala hapa wakati mimi sifai? Unanipelekaje kwa watu wakubwa nikazungumze habari zako? Kumbe Kristo kabla haujakuwako alishakuchagua wewe kwa utafaa kwenye kizazi hiki cha Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana liwe sifa. Ikiwa umeokoka, unatakiwa uzae matunda yanayopata nini toka. Inabidi umwambie rafiki yako huko kwenye kwa Yesu anakupenda. Inabidi umwambie rafiki yako darasani kwa Yesu anakupenda. Umwambie mara moja Kristo akamuuliza Yohana, si Petro, Yohana anamwambia unanipenda, alimuuliza mara 3. Maana upendo wa Kristo tunatakiwa tuwasilishie mara 3. Ambao mara 3 yake hautachoka kumwambia mtu habari ya Kristo. Leo hii watu tumekuwa tunakata tamaa mapema kwa sababu ile agizo haliko tena ndani ya moyo. Unapata mtu anamwambia Kristo anakupenda, anakataa leo, kesho umweke tena. Mtu unayempenda unaona kabisa huyu alipo siku, haukatii tamaa. Ndio maana Kristo aliuliza mara 3, wanipenda? Chunga moyo wako, lisha moyo wako. Bwana Yesu asifiwe kwa Mungu. Jina la Bwana liwe sifa. Unawezaje kutulia ukiwa darasani wakati kuna watu wanaangamia? Unawezaje kutulia ikiwa mataifa wanaangamia? Watu wanakufa kwenye dhambi, watu wanakufa kwenye ulevi, watu wanakufa kwenye uasherati. Unawezaje kupumzika? Unawezaje kulala usingizi mzito ikiwa taifa linaangamia, dunia inapotea? Bwana Yesu asifiwe. Unapata wapi muda wa kupumzika? Anasema kama
Anasema wanapenda, kama unanipenda kisha chunga kondoo wangu. Je, wewe unachunga kondoo kwa namna gani? Je, mpaka sasa tangia uokovu mbele Yesu umewahi kuwaleta watu wangapi kwa Yesu wanamjua Yesu kupitia wewe? Yeremia anamwambia Mungu, nimekuweka hapa ili ukuje na kuharibu ili kupanda na kujenga. Kwa tafsiri nyingine, tuko duniani kwa ajili ya kuharibu makusudi mabaya ya shetani ili kuyapanda yaliyo ya Mungu. Sasa uwezo kuyapanda yaliyo ya Mungu kama nguvu ile haipo. Sijui kama nielewa. Watu wengi tunasema tunapenda Kristo, lakini Kristo hayupo. Anasema mkinipenda mtaziweka sheria zangu ama amri zake, sitakuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liwe sifa. Ukimpenda Kristo, maana yake unaifanya kazi ya Kristo. Ndio maana kuna mahali Yohana kama sumesema Yohana 15:5 anasema kaeni ndani yangu, sisi ni mizabibu. Yeye ni mizabibu, sisi ni matawi. Tukae ndani yake, maana yake pasipo yeye hatuwezi kufanya jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Je, unawezaje kutumia? Siku zinaenda, umletee Bwana matunda. Uwashuhudie watu. Unapiga tu story zile za mtu mwingine anaweza kukaa mtu habari ya Kristo. Na hadi mwambie habari ya Kristo. Ndio kwa kumta. Na anasema nini? Kwa sababu kila mtu ana imani yake. Lakini kuna vitu ambavyo wanahubiri kwa sababu Kristo amekupa nafasi huyo mtu mshuhudia habari ya Kristo. Watu wengi tumeshindwa kumthibitisha Kristo kwa watu kwa sababu pia yanaishi mabaya. Shalom, shalom. Jina la Bwana liwe sifa. Ukipenda Kristo hautaogopa kumshuhudia mtu. Ukipenda Kristo utamwambia rafiki yako, njoo Yesu Kristo anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye mimi najua hapa kuna mawasili baadaye. Kuna ukuu mkuu baadaye. Kuna baadaye. Kuna wachezaji mpira wa baadaye. Tunatamani kila mtu katika sehemu yake akawaguse watu kwa ajili ya Kristo. Kuna mtu mmoja anaitwa Cristiano Ronaldo. Akiwa anazungumza alisema hawezi kufanya chochote pasipo kumtanguliza Mungu, pasipo kumtanguliza Kristo. Alisema hawezi kufanya chochote pasipo kumtanguliza nani? Kristo. Kwa maana yake anasema haiwezekani hivi bila sasa. Maana yake akaikale wengine, maana yake aliwashawishi wengine kuwa pasipo Mungu haiwezekani. Maana yake sisi kupitia maana hapo huko katika wale marafiki zao waambie kuwa sisi pasipo Mungu hatuwezi, waambie habari za Kristo. Leo watu tunaogopa kupiga stori za Kristo. Hata tukikaa wapenda kwa wapenda, tunabadilishana stori za Kristo, tunabadilishana stori za watu. Kwa sababu sisi sio wa Kristo. Ungekuwa wa Kristo, ungezungumza mambo ya Kristo. Sisi kama unanielewa. Natamani siku moja watu tukiwaona wamekuwa kwa mkoa, kwa wilaya, si mawaziri, wabunge, kabla mambo yote wasema tunamshukuru Yesu Kristo kwa kutufikisha mahali hapa. Jina la Bwana litakuwa limetakatifu. Lakini nani atawaambia hao watu? Ni wewe utakaowapelekea habari za Yesu Kristo. Leo unakuta wewe ni mwanafunzi, unashindwa hata kwenda kwa mwalimu wako kupiga ile story kwa mwalimu na anacha. Anakaa kusikiliza, unampa vitu vya mbinguni ambavyo yeye anakuta hana. Lakini leo tunaogopa watu kuwafikia kwa sababu Kristo hayuko ndani yetu. Tuna jina la Mungu hai lakini tumeshakufa. Tunatembea kwa mfano Ufunuo anasema nilipo kanisa bado lina jina la kuwa hai. Anakuwa kanisa